Watu 145 wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kwa tuhuma za uhaini zinazohusishwa na maandamano na vurugu za uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu 2025. Taarifa zaidi na Skola Kisanga. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, wanatuhumiwa kwa makosa mawili ya uhaini na kula njama, ambapo yalitekelezwa nchini Tanzania kinyume na kifungu cha 384 cha sheria ya kanuni ya adhabu ya mwaka 2023. Jennifer Jovin maarufu kama Nifa, mfanyabiashara jijini Dar es Salaam, yeye anashtakiwa kwa makosa matatu. Ukiacha njama na uhaini, anashtakiwa pia kwa uchochezi wa kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia moshi wa kutoa machozi wakati wa maandamano. Kundi la kwanza ambalo lina influencer maarufu kabisa Jennifer Jovin almaarufu Nifa, pamoja na influencer mwingine ambaye anajulikana almaarufu Strong Income, ambaye alisemekana alitoweka na amekuja kuibukia mahakamani leo. Kundi la kwanza lina watuhumiwa 22, kundi la pili wako watu 76, kundi la tatu wako kama 54 57 hivi, nao wanashtakiwa kwa mashtaka hayo ya kula njama, kutenda vitendo vya uhaini pamoja na kutenda uhaini wenyewe. Watu hao wanatuhumiwa kutenda makosa hayo katika maeneo mbalimbali ya jiji la kibiashara la Dar es Salaam nchini Tanzania kati ya Aprili mosi mpaka Oktoba 29 mwaka 2025. Lakini huenda hii kawa ni historia kwa Tanzania kwa idadi kubwa ya watu kushtakiwa kwa kosa la uhaini kwa wakati mmoja. Peter Kibatala ni wakili kutoka Tanzania ambaye anawakilisha baadhi ya watuhumiwa hao. Kwanza tukukarakterize chochote ambacho kimefanyika kama uhaini. Unajua uhaini ni kitu kizito sana. Sisi mawakili kazi yetu ni kuwatetea wateja wetu. Bila shaka hata sisi mawakili imetupa maswali huo uhaini wa watu hawa ambao pia ni raia tu wa kawaida wengine. Kwa labda ni wanajeshi, ungeweza kusema kwa kuna mpango fulani mahususi. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka hayo leo Novemba 7 mwaka 2025 na wakili wa serikali mwandamizi Clemens Kato mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Lemuya katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Hata hivyo, kesi hiyo imeahirishwa mpaka Novemba 11 mwaka 2025 itakapotajwa tena, huku akiruhusu ombi la baadhi ya washtakiwa kupatiwa matibabu. Kesi zimeitwa kwa makundi matatu. Kesi ya kwanza mbele ya Mheshimiwa Aaron Lemuya, ambapo kama nilivyosema wameshtakiwa Jennifer Jovin almaarufu Nifa pamoja na huyo almaarufu Strong Income. Tumetoa maelezo hawa watu wameteswa, pia kwamba wamelazimishwa kukiri walishiriki kwenye vitendo vya kigaidi baada ya kuteswa, waende wakatibiwe na ripoti je mahakamani. Mheshimiwa Aaron Lemuya tunampongeza sana, amekubali ombi hilo la kwenda kutibiwa, lakini pia amekubali ombi la kwamba ripoti je mahakamani kwa ajili ya kukaa kwenye mfumo. Kundi la pili lilikuwa mbele ya Mheshimiwa anaitwa Makube, yeye amekubali tu kwamba wakatibiwe, lakini amekataa hiyo ripoti ya matibabu kuja mahakamani. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, mashtaka ya uhaini hayana dhamana na adhabu yake kwa atakayekutwa na hatia ya kosa hilo ni kifo. Katika maandamano yaliodumu kwa siku tatu kuanzia Oktoba 29 mwaka 2025, siku ya uchaguzi mkuu wa Tanzania, watu kadhaa wamepoteza maisha wakitaka mabadiliko mbalimbali ikiwemo mifumo ya uchaguzi na usimamizi wa haki. Hata hivyo, bado taarifa rasmi haijatolewa kuhusu tathmini ya madhara yaliyotokea kutokana na maandamano hayo makubwa zaidi kuwahi kutokea katika uchaguzi tangu taifa la Tanzania lipate uhuru wake miongo zaidi ya 6 iliyopita, ikiwemo vifo na uharibifu wa mali za umma. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC, Dar es Salaam. Na msikilizaji, Tanzania imemaliza uchaguzi mkuu wake wa kihistoria ulioweka rekodi ya kwanza kwa taifa hili kumchagua rais mwanamke. Kile kilichoanza kama siku ya uchaguzi kiligeuka haraka kuwa moja ya matukio mabaya zaidi nchini humo: maandamano, vurugu na taarifa za matumizi ya nguvu kupita kiasi na polisi zimetikisa baadhi ya maeneo ya nchi. Mwandishi wa BBC Munira Hussein amezunguka maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam na kuandaa taarifa hii. Siku chache tu baada ya uchaguzi nchini Tanzania, familia hii inamzika mpendwa wao. Mwandishi wa habari aliyekuwa akiripoti uchaguzi wa Tanzania huko Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, alipigwa risasi kifuani wakati akiwa kazini. Kevi alikuwa ni mtoto wangu anayenipenda, lakini mimi nilipenda zaidi yake mara 100. Katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, mitaa mingi iliathirika. Maandamano yalianza kwa amani, lakini baadaye yakigeuka kuwa ya vurugu na polisi wakitumia nguvu kupita kiasi, huku waandamanaji wakiharibu mali. Wakazi wa hapa walikubali kuzungumza nasi kwa sharti kwamba tusitaje utambulisho wao, wakihofia kuchukuliwa na vyombo vya usalama.
Wengine meti tumechukua hapa, tumechukua nani, tumebeba tumeweka kwenye ambulance zikapelekwa Mwananyamala, lakini mpaka sasa hivi bado hatujajua kama ndugu zetu wapo au hawapo. Mpaka sasa hivi hatujui chochote mpaka sasa hivi. Mimi binafsi yangu nilikosa amani sana. Kwanza kuona mtu anapigwa, anadondoka, anakoroma mpaka anakata roho, haikuwa kitu cha kawaida kabisa. Kilitia hofu sana kwa Watanzania wote ambao tunaishi maeneo haya. Alafu unaweza kusema kama eneo letu limeshambuliwa sana. Imefika tu mpaka mabomba manini, yani vitu vimetobolewa mpaka ukuta umetobolewa, vitu vimetobolewa ovyo na hadi mageti yametobolewa ovyo na risasi. Sasa hiyo hali kweli imetutetemesha. Mpaka hapa leo tunavyoongea na wewe, hatuna amani kabisa. Katika hotuba yake ya kwanza baada ya kuapishwa, Rais Samia Suluhu Hassan alikiri kuwa kulikuwa na vifo na kudai kwamba wengi kati ya waliokamatwa ni raia wa kigeni. Sherehe ya kuapishwa kwake ilifanyika chini ya ulinzi mkali mjini Dodoma. Tofauti kabisa na chaguzi zilizopita ambapo sherehe za uapisho huvutia maelfu ya watu katika viwanja vya michezo. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Matukio haya ya uchaguzi yameashiria ukurasa mpya wa kisiasa wa Tanzania. Rais Samia aliposhika madaraka mwaka 2021 alionekana kuwa kiongozi wa mageuzi. Lakini matumaini hayo sasa yamepungua. Uhuru uliokuwa umerejesha umeanza kupungua tena. Vyombo vya habari vikinyamazishwa, sauti za upinzani zikizuiwa na mageuzi ya katiba yamesimama. Munira Hussein, BBC, Dar es Salaam. Tukisalia nchini Tanzania, msikilizaji, baadhi ya raia wa taifa hilo kutoka katika eneo la nyanda za juu kusini mwa nchi hiyo wameelezwa kutoroka na kukimbia makwao ili kunusuru maisha yao kufuatia vurugu zilizoibuka baada ya maandamano siku ya uchaguzi nchini Tanzania. Katika maandamano hayo yaliyodumu kwa siku 3 kuanzia Oktoba tarehe 29 siku ya uchaguzi, watu kadhaa wamepoteza maisha wakitaka mabadiliko mbalimbali ikiwemo mifumo ya uchaguzi na usimamizi wa haki. Lakini kwa nini wanakimbia? BBC imezungumza na baadhi yao. Kwa sababu watu walioleta maafisa ambao yani kwa kweli wanaingia hadi majumbani. Kidogo pale Mwaka Tunduma ametumwa tu, mtoto wa jirani ametumwa kwenda kununua maji, kwenda kuchota maji, amekutana na risasi, mtoto akafa. Kwa hiyo inabidi tukimbie, kwamba salama haupo. Kwa kweli salama kwa haupo. Yaani wakiume vijana wanakimbia wanaenda milimani, yani hawaingii, wakinyumba ndio hiyo wanavunja, wanaingia ndani, walikuta unapigwa, mume wako yuko wapi, mimi unapigwa, mwanaume kwa kweli hali ilikuwa sio nzuri. Hali ilikuwa sio nzuri yani. Kwa hiyo inabidi tuanze kukimbia. Hali ilikuwa mbaya sana Dodoma. Ulikimbia wewe na nani? Na mimi nikakimbia. Mimi nilikimbia kivyangu, mume wangu naye kakimbia kivyake. Hauna familia, huna watoto? Umeacha nani nyumbani? Wamebaki, ndio hivyo tunawasiliana nao. Kwa sasa hizi ndio tunataka, kwa sababu wamesema kumetulia ndio tufanye mpango, nifanye mpango nirudi. Mume wangu naangalia mawasiliano, ina mawasiliano si. Mume wako yuko wapi? Yeye sijajua. Hujampata katika mawasiliano? Watoto niliwaacha tu, nilivyoona hali ni mbaya na walikuwa hawana shida sana na watoto, walikuwa na shida tu na watu wazima. Nikakimbia maana mwanaume wangu naye akawa hayupo, ameshaki. Mimi nikakimbia watoto nikawaacha kuona, maana nipo Mpika tunalala stendi. Una matumaini ya kurejea lini nyumbani Tanzania? Nikitakapopata kama msaada kokote, hata wiki ijayo narudi kwa ajili ya kwenda kuangalia usalama wa watoto. Ila watoto niliwasiliana jirani na wenyewe walikimbia wakarudi, wanaendelea vizuri. Kwa hiyo unaishije sasa? Unasema uko stendi Mpika na watu, maana watu wanafanya biashara, wanalala hapa, mnaoga kwenye vyumba stendi hivyo, mnachukua mnatandika, mnalala. Kwa hiyo tunachotaka amani irejee, kwa sababu watu saizi maisha tumeanza kukimbia, tumeanza kuwa wakimbizi kama Kongo. Tunachotaka amani irejee, kwa sababu kama yeye ana uchungu na watu wake hawezi kuruhusu watu wanauawa. Kwa tunachoomba amani, tunachopambania ni amani tu irejee. Mimi nilikuwa Iringa lakini nilikuwa naelekea Mbeya. Lakini nilipofika Mafinga tulizuiliwa pale na baadhi ya watu ambao walikuwa hawawezi kukimbia walikamatwa. Kwa hiyo nilipita kwenye mpaka wa Tanzania na Malawi kwenye mto unaitwa Mto Songwe. Nilivuka chini kwa sababu bahati nzuri mto ulikuwa umepungua, nikapita, kavuka kuingia ng'ambo. Ndio. Kwa sasa niko Lusaka, niko jiji la Lusaka hapa Zambia. Kwa familia yangu inaendelea vizuri kwa kweli. Ila kwa baadhi ya watu wangu ambao nawafahamu wengine walipoteza maisha, hasa wale wa Mbeya mjini. Unatarajia kukaa huko mpaka lini?
Huku natarajia kukaa huku Zambia kwa takriban mwezi mpaka hali itakapotulia. Lakini serikali imetangaza kwamba hali ni shwari, watu wafunguliwe, maisha yaendelee. Kwa nini unataka kukaa mwezi mzima huko? Serikali inasema kwamba hali ni shwari, ni sawa, itakuwa shwari kwa maneno. Kwa mimi na kwa maono yangu naona bado haijawa na uhakika wa kiwango ambacho ningependa kiwe.